bayanu hadha, ubainifu wa haya. Sasa daktari anamuelezea sasa hivi kutokana na mambo ambayo kayaona yeye mwenyewe. Anasema anna sulbal insani, kwamba uti wa mgongo wa mwanadamu. Ubainifu wa haya ni kwamba uti wa mgongo wa mwanadamu huwa amudul fikri, ndiyo nguzo kuu inayoweza kusimamisha maisha yake mwanadamu. Nguzo kuu ni uti wa mgongo. Hakuna uti wa mgongo mwanadamu hawezi kusimama, hawezi kukaa, hawezi kusujudu, hawezi kurukuu. Ni uti wa mgongo ndio unaweza kumwezesha hayo. Ukiharibika huo, basi hakuna maisha tena. Binafsi kwenye uti wa mgongo ndiko kwenye mishipa maalum ambayo ndiyo inaoleta hisia kuanzia kichwani na kuteremkia chini mpaka miguuni. Ikiweza kuharibika hiyo, basi moja kwa moja mtu anaweza kapooza kabisa kabisa na akaharibikiwa na akili vile vile. Ni uti wa mgongo. Ndiyo maana Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama wakati anafanya ibada, anapofika kwenye rukuu, alikuwa na dhikri maalum ya kumwambia Mwenyezi Mungu, akimwambia Allahumma laka raka'atu, e Mwenyezi Mungu, kwako mmerukuu, kwa ajili yako nimerukuu Mwenyezi Mungu. Wa bika amantu, na kwako nimeamini. Khasha'a laka sam'i wa basari, hapana, Allahumma laka raka'atu wa bika amantu. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi, vimenyenyekea kwako kuanzia usikizi wangu na uoni wangu na ubongo wangu. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa qalbi, na moyo wangu, wa idhami, na mifupa yangu, wa asabi, na uti wa mgongo wangu sasa hivi uko kwako wewe, umeinama. Wa mastaqallat bihi qadami, na kila ambacho kimebebwa na unyayo wangu kiko katika mwili wangu, kila kitu sasa hivi kimeinama kwa ajili yako. Wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin, vyote hivyo vimenyenyekea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe. Hii ni dhikri Mtume akitumia sana anapokuwa katika rukuu, baadhi ya siku husema hivyo. Na ili kuthibitisha hayo, hata sisi tunasema vile vile ya kwamba fulani amekwisha staafu kazi na hivi sasa anasubiri kiinua mgongo chake. Hatusemi kiinua kichwa wala tumbo wala mguu wala goti, tunasema kiinua mgongo. Kwa nini? Kwa sababu hapo mgongoni ndo kwenye msingi wa maisha ya binadamu. Dokta anamjibu mufassiri wa Qur'ani, anamwambia bayanu hadha, ubainifu wa haya, anna sulbal insani, ya kwamba uti wa mgongo wa mwanadamu huwa amuduhu alfikri, ndiyo nguzo yake madhubuti, ndiyo nguzo yake kuu ya kuweza kusimamisha maisha yake. Kwa jina jingine hujulikana nguzo hii ikaitwa silsilatu dhaharihi, mnyororo wa mgongo wake. Kama unavyoelewa mnyororo unafanya kazi gani katika baadhi ya vyombo. Kwenye viwanda mnyororo unafanya nini? Kwenye baiskeli mnyororo unafanya kazi gani? Hata kwenye pikipiki mnyororo unafanya kazi gani? Alimradi mnyororo ule unakuwa una meno yake, likitenguka jino moja tu mnyororo mzima hakuna kitu. Na mwanadamu ana mnyororo kwenye mgongo wake. Mnyororo huo kuna nati zimefungwa, zimewekwa sawa, mpaka kuna vyombo vinaitwa na taalamu disk, kama iliyomo kwenye kompyuta, basi kwenye mgongo kuna disk. Tena vitu hivyo ni vya kipuuzi puuzi, utaviona, lakini kikitenguka kimoja tu, basi binadamu anaweza kushindwa kukaa kitako na kulala na kusimama na kwenda. Na vinaweza kusababishwa na jambo dogo tu, kuchukua kwa ghafla mtu kitu kizito ambacho kiko kinyume na uwezo wake. Doo zito la maji, gunia zito, ikawa hakufanya kidogo kidogo, kwa ghafla, basi mara moja huku mnyororo ile inakaa upande, na ikikaa upande inakuwa ni kesi kubwa sana. Hakadha
Basi akamwambia kwa jina jingine ni silsilatu dhaharihi, huu uti wa mgongo huu ni mnyororo wa mgongo wake. Wa taraibahu, na mifupa yake ya kifua, hiya idhamu sadrihi, ambayo hiyo ni mifupa ya kifua, huitwa taraib. Akamwambia wayakadu maanaha, na inakurubia maana yake hii mifupa ya kifua, kama yaktasiru, ifupishike kwa lugha ndogo tu ikasemwa, ala hafati ljidari, juu ya ncha au kwenye pembe ya ukuta maalumu, asadiri, wa kifua, asufla, ulioko chini, kama kwamba kuna ukuta maalumu wa chini kifuani pale. Amemfungulia swala lake kumjibu hivyo. Kwanza akamwambia kwamba uti wa mgongo ndio nguzo kuu ya mwanadamu, na mifupa yake ya kifua kwa lugha nyepesi kama kwamba ni ukuta, kuna pembe maalum ya ukuta iko katika sehemu ya chini ya kifua. Mambo haya kwa hakika wafasirina wa Qur'ani waliteleza sana, kila mmoja alizungumza kwa kiasi cha ilmu yake kuhusu aya hii, yakhruju min baini sulbi wa taraib. Kila mmoja amejaribu, lakini anasema huyu Dr. Abdul Hamidi Al-Arabi Biki anasema, wa idha raja'na ila ilmi al-ajinna, tukirejea kwenye elimu ya utungaji wa mimba, wajadina, tunakuta sasa, fi munshai, katika kuanzwa kwake, khusiyat ar-rajuli, na kokwa ya mwanamme. Kokwa hii mashuhuri ya haswa, hapo ndipo kianzilishi cha mambo Mwenyezi Mungu ametunga pale, mambo yanaanza pale, na ni pahala ambapo nyeti, pahala ambapo panauma mno, pahala ambapo ndio station, ndio kituo hasa cha mwanamume, binadamu mwanamume. Hata pakipata mshtuko kidogo ulikuwa mzito, anaweza mtu kuzimia au akapoteza maisha yake kabisa kabisa. Waangalie wachezaji wa futboli kwenye ground au kwenye TV, wakati imetokezea direct free kick inapigwa kwa kwao, angalia ukuta uliowekwa na defenders wale ambao inapigwa direct free kick kwao. Wakati wamesimama, mtu anataka kupiga chuma cha moja kwa moja golini, na ni kitu cha upuuzi. Futboli sio kama lile jiwe la Fatuma lile la kuvunjia nyumba, la 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 la, ni mpira futboli. Wanasimamaje hapo? Kila mmoja mkono wake ameukinga pahala maalum, kaacha mwili mzima hivi hivi ariana, wala haogopi. Kama litakuja futboli lile kifuani au tumboni, lipige potelea mbali, kichwani, kidevuni, kwenye pua na lipige, lakini anaogopa pahala maalum. Hapo ni pahala ambapo akili yake yote iko hapo, kwa sababu akipigwa pale anaweza kafa pale pale uwanjani. Dokta anamwambia fi munshai khusiya, katika kuanzilishwa kwa kokwa arrajuli ya mwanamme, wa mubyidhil mar'a, na yale mayai ya mwanamke. Mwanamke anakuwa na mayai, mwanamme anakuwa na kokwa maalum. Anasema ma yufassiru lana hadhihi alayati, hicho ndo kitu ambacho kitaweza kutufasiria sisi aya hizi. Moja, falyanzur linsanu mimma khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni sulbi wa taraibi, na nyingine wanukhiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, kuanzilishwa kwa binadamu kwa kokwa ya mwanamme na mayai ya mwanamke. Hapa ndipo pahala patapoweza kutufasiria aya hizi, allati, aya ambazo hayarati al-albaba, zimeweza kuwaemeza watu wenye akili timamu, watu waliobobea kwenye Qur'ani, falsafa, zimewaemeza aya hizi, hawakuweza kuzichambua. Wadhahaba fiha, na wakenda katika kuzieleza aya hizo. Wadhahaba fiha almufassiruna, wamekwenda katika tafsiri wafasirina, madhahiba shatta, miendo mbalimbali, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, ala qadri ma utiya kullu minhum, kwa kiasi cha kile ambacho kapewa kila mmoja miongoni mwao, min ilmin, katika elimu, kila mmoja kaeleza vyake. Wa in kana, hata kama hicho ambacho wamekieleza, baidan, kiko mbali,
anil fahmi sahihi, kutokana na ile fahamu sahihi ya utungaji wa mimba, wa rai sadidi, na rai iliyokuwa ngumu, rai iliyokuwa ya kweli. Dhaka, yamekuwa hayo, annahu fil usbu'i sadisi. Sasa pokea taaluma inavyokuja, katika wiki ya 6, wasabiina, katika wiki ya 7, 6 mpaka 7, min hayati aljanini, katika uhai wa hiyo mimba, tokea kimeingia kitu mpaka wiki ya 6 au wiki ya 7, fi rahimi, yani imefanikiwa kuingia pale kwenye fuko la uzazi. Anasema yunshau fihi, huanzishwa hapo kwa muda huo, ma yusamma, kitu kiitwacho jismun, kiwiliwili, wa wilfun, na mchanganyiko wa vitu mbalimbali hapo vinafanywa hapo. Sukari inaingizwa hapo, inafanyika automatically bikudrati man la yaghfal wala yanam. Chumvi inakusanywa hapo, chokaa inakusanywa hapo, chuma kinakusanywa hapo, alimradi kila kitu kinawekwa hapo. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin, hii amshaj inapatikana kwenye wiki ya 6 au wiki ya 7. Jismun, kiwiliwili, wa wilfun, na mchanganyiko wa vitu mbalimbali, wa qinanatun, pamoja vile vile na kitu kiitwacho yai, vinafanywa pale. Ala kulli janibin, na vitu hivi vinafanyika kwenye kila upande. Min janibil umudi al-faqri, katika pande zake ile nguzo madhubuti ya uti wa mgongo wa mwanadamu, basi pale ndipo anapofanyika vitu vyote pale. Kwenye station ya uti wa mgongo pale ndo panakusanywa hiyo amshajin. Wa min juz'in min hadha, na katika sehemu ndogo ya mkusanyiko huu pale kwenye uti wa mgongo, tunshaul kila, hapo ndo inafanywa vile vile kidney, figo linafanywa pale vile vile mapema kabisa. Hapo kwenye uti wa mgongo, hapo ndipo ambapo atoka kidney. Wa baadhi aljihazi albaula, na baadhi ya vyombo maalumu vitakavyoweza kumfanya mwanadamu apate haja ndogo, vyombo vya choo kidogo vinatengenezwa pale wakati ule. Wa baadhi aljihazi albaula, na baadhi ya vyombo maalum, mishipa maalum itakayomwezesha mwanadamu choo kidogo kipite katika njia maalum. Kanywa maji, kanywa maziwa, kanywa chai, kanywa soda, basi ile ambayo inamfaa mwilini mwake itabaki, na isiyomfaa inaanza kuwekewa njia maalum ya kutokea pale. Wa min juz'in akhar, na katika fungu jingine vile vile, tunshau alkhusya, hapo ndipo inapoanzishwa ile kokwa ya mwanamme, fi rajuli, kwa mwanamme, wal mubyadhu, na yai, fil mar'a, katika sehemu ya mwanamke vile vile. Fa kullu min alkhusya, basi kila moja katika ile kokwa ya mwanamme, wal mubyadhu, na yai la mwanamke, fi bad'i takwinihima, katika mwanzo wa kufanyika kwake vile hivyo, yujawiru alkila, vinakaa jirani na lile figo, karibu na figo, vinakaa pamoja. Katika mwanzo wa kuanzwa, basi vinakuwa vimekaa chini ya figo. Na ndiyo maana figo hilo au kidney yake mtu ikiharibika, mara kwa mara utasikia mkojo wake umeziba, choo kinampa tabu kidogo, na hivi na hivi. Na madaktari hawamruhusu mtu kuzuia choo kidogo sana, kwa sababu kinaweza kuleta hatari kubwa, ikaweza kuvimba kidney yake, halafu baadaye inakuwa matatizo, na ikipasuka kibofu na kwa hatari kubwa. Kila ikimshika haja mtu upesi akaitoe. Na uzuri wake ni pale mtu anapopata haja hiyo ndogo kwa wingi, kama si mgonjwa, lakini kila akipata kwa wingi ndio uzuri wake, kuliko akawa hapati kikawaida. Uzuri wake ni kwamba apate kwa wingi. Na kwa hivyo madaktari wanamuhusia mtu kunywa maji mengi sana. Kama kapata uvimbe wa miguu, uvimbe wa kula chumvi, uvimbe wa kilo gani, basi wanamwambia kunywa maji mengi sana, au anampa vidonge sana ili apate kwenda haja dogo mara kwa mara. Halafu uvimbe ule huo unaanza kunyonya kidogo kidogo. Chanzo chake ni kwamba akojoe sana, ende haja ndogo sana. Basi vitu hivyo vinafanyika jirani na kidney yake mwanadamu.
hapo ndipo anapoanza kuumbwa mwanadamu. Jeuri yake yote unavyomuona ni kitu kidogo kama ngumi, mchanganyiko wa kitu kidogo tu. Hapo ndipo ambapo anatengenezwa hichi biqudrati, kwa uwezo kamili. Man la yaghfalu, wa yule ambaye haghafiliki, wala yanamu wala halali. Anasema wa yaqa'u baina sulbi, na vitu hivyo vinakuja kukaa katikati baina ya uti wa mgongo wa taraibi, na mifupa ya kifua. Ai yani baina muntasifi al-umud al-fiqri, katikati baina ya ile nguzo kuu ya mwanadamu ya uti wa mgongo. Takriban, hiyo ni takriban, yani kwa makadirio. Wa muqabilu asfali dhului, na kukabiliana na sehemu ya chini ya mbavu. Hapo ndio mambo yanapoanza hapa. Wa mimma yufassiru lana sihhatu hadhihi an-nadhariya, na katika yale ambayo yanatuwekea wazi sisi tafsiri ya mtazamo huu, anna al-khusya, ya kwamba ile kokwa, wal mubyadh, na ile yai, yaatamidani, vitu viwili hivi huja vikaegemea, fi numuwihima, katika kukua kwao, ili vikue, huwa vinaegemea ala sharayani, juu ya mshipa mmoja mkubwa wa kupeleka damu kwenye moyo. Huwa vinategemea sana. Kama kiko kitu hicho, basi tayari vitakuwa vitu hivyo. Na kama mshipa huo hauko tayari, unaweza kusikia kwamba mjamzito ameharibu mimba mara moja tu, hakuna tena maisha, hakuna ongezeko lolote litakalotokea. Kama mambo yamekwenda sawa sawa, ushapatikana mshipa kupeleka damu kwenye moyo, basi tayari vitu hivyo vitakuwa ndo maisha yake binadamu. Alladhi, mshipa ambao yumidduha bidami, ndio unaweza kuvikunjua, yumidduhuma, unaviweza kuvikunjua viwili hivi, ile kokwa na yai inaweza kuvikunjua bidami, kwa msaada damu. Sasa wa huwa yatafarra'u, na mshipa huu unaweza kuweka matawi mengine, minasharayani, katika mishipa al-uruta, ambao kwa jina la kigeni wanaita aorta. Huchipua hapo tena mishipa midogo midogo mingine, veins zile za pulmonary artery na pulmonary veins napatikana pale, na halafu mshipa ule wa damu unaanza kuchawana damu ile. Kila mshipa unachukua sehemu yake, na damu inaanza kusafiri kwenye mwili wa binadamu, inayokwenda kwenye miguu, inayokwenda kwenye mikono, inayokwenda kwenye kichwa. Station yake ni kituoni kwenye moyo, inapita pale na inasafishwa pale na inatengenezwa pale, halafu inatapikwa pale na kwenda inatawanyika. Hivyo ndo binadamu anaanza kufanywa hivyo. Na baada ya 43 tayari yeye ana kiwiliwili rasmi kilichotimia. Baada ya 43 tu kufika, basi tayari, yani siku 120 tayari mwanadamu shakuwa kamili tumboni. Taib, anasema fi makanin, hutokezea mambo hayo katika pahala, yuqabilu mustawa al-kila, inakabiliana na sawa sawa na figo, alladhi yaqa'u baina sulbi wa taraibi, ambalo linapatikana kuweko kwake katikati baina ya uti wa mgongo na mifupa ya kifua. Wa ya'tamidani, na vile hivi huegemea ala al-a'sabi allati, juu ya ile mishipa ambayo tumidu kulla minhuma, inaweza kuikunjua na kuirefusha kila mmoja miongoni mwa wili hivyo. Watatasilu bidhafirati, halafu hapo vinaungana na mikia mingine ya mishipa au urutia, ambao hiyo ni mishipa ya kutawanya damu vile vile. Thumma bila asabi, kisha inaungana na asabi, mifupa mingine au mishipa mingine, as-sadri, ya kifua, al-ashir, ambayo hiyo inakuwa kiasi cha 10 hivi. Wa huwa yakhruju, nayo hutoka minan nukhai, kwenye spinal cord yake binadamu. Hiyo mishipa 10 ya kifua inatokana na kwenye spinal cord yake binadamu. Min baini dhilai, katikati baina ya mbavu, al-ashiri, ambazo ni 10, wal hadi ashara, na mbavu 11 vile vile, ama itakuwa 10 au 11. Wa kullu hadhihi al-ashyaa, na vitu vyote hivi, taakhudhu mawdhi'aha, huchukua nafasi yake, fil jismi, katika mwili, fima baina sulbi wa taraibi, katika yale yaliyopo eneo lile lile tu baina sulbi wa taraibi. Mambo hayo yote yanafanyika kwenye uti wa mgongo na kwenye mifupa ya kifua. Kazi yote hiyo inafanyika pahala hapo tu.
faidha kanat alkhusya, basi pindi ile mbegu ya mwanamme kokwa, walmubyadhu na yai, fi munshaatiha katika kukua kwake, wa fi imdadihima na katika kuongezeka kwake, bidami kwa damu, asharayani ya mishipa ile, wa fi dhabti shuunihima na katika kuhifadhi mambo yao yasiharibike, bil a'sabi katika mifupa au katika mishipa, basi qad i'tamadata, kwa hakika huja ikakamatana ikanyooka, fi dhalika kullihi katika hayo yote, ala makanin fil jismi juu ya pahala maalum katika mwili wa binadamu, yaqa'u baina sulbi, na hayo yote hutokezea katikati baina ya uti wa mgongo, wa taraibi na mifupa kifua, na inakuwa kwa mwanamke na mwanamume. Hivyo ndivyo mwanadamu anavyofanywa. Kwa hivyo hata kama atakuja kutoa na yeye hicho kitu kinatoka katika mifupa yake ya kifua na uti wa mgongo, hayo maji ya manii vile vile ni kitu ambacho kinatengenezwa, kinatoka katika mifupa ya kifua na uti wa mgongo. Mwanamke anayo na mwanamume anayo, wote wawili wanatoa kwenye uti wa mgongo na katika mifupa ya kifua. Sio kama mwanamume peke yake kwenye uti wa mgongo na mwanamke peke yake ndio mifupa ya kifua, wote wawili kila mmoja anatoa pala hapo. Anasema faqad istabana, ilivyokuwa mambo yako hivyo, basi mambo yote yanafanyika baina sulbi wa taraibi. Faqad istabana, hapa inabainika waziwazi, sidqu ma nataqa bihi alquranu, ukweli wa yale ambayo imeyatamka Qur'an alkarim. Na dunia nzima lazima isarende, dunia nzima lazima ikubali chochote walichokisema binadamu kitakuwa kinasahihishwa na hapa. Kama wamesema hivi wamekosea, itabidi lazima iko hivi kulinye. Wajaa bihi rabbul alamina, na Qur'ani hiyo moja kwa moja itakuwa amekuja nayo yule Mola mlezi wa viumbe, na sio kama Muhammad katamka yeye. Walam yakshifu ilmu, na mambo haya haikuweza kuweka wazi elimu, illa hadithan, isipokuwa karibuni hivi, katika miaka karibuni, baada 13 qarnan, baada ya kumalizika karne 13, min nuzuli dhalika alkitabi, tangu kuteremka kwa kitabu hicho, ndiyo kwanza karibuni hivi watu wameweza kutambua ukweli huu. Hadha, basi hivi ndivyo mambo yalivyo. Wa kullu min alkhusya walmubyad, na kila moja katika mbegu ya mwanamme na yai la mwanamke, baada kamali numuwati, baada ya kukamilika kukua, yaakhudhu min fil hubuti, hapo tena ndo huchukua njia ya kuteremka. Sasa kwanza hiyo kokwe inakuwa iko pahala pengine kabisa, yuko kwenye uti wa mgongo na mifupa kifua, halafu baada ya kukua kwake ndo inaanza kuteremka automatically, inakwenda kujiweka pahala pengine. Sasa wakati ilipokuwa inafanya mambo hayo, hakuna kiungo cha siri cha mwanamume wala cha mwanamke, yuko mtu hivi tu. Halafu baada ya kukua kwake ndo kinakwenda kitu kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Sasa wewe utakuwa ni mwanamume, na kwa hivyo sasa kiungo chako sasa kitakuwa pale fulani, na mwanamke atakuwa hivi. Alimradi hayo ni katika mambo ya miujiza mikubwa mno ya Qur'ani kuhusu uumbaji wa binadamu katika mwili wa binadamu. Yaakhudhu fil hubuti, hapo ndo huchukua njia ya kuteremka, ila makanihi, kokwa inakwenda kukaa pahala pake, almaruf, pajulikanapo. Fatahbutul khusya, huteremka kokwa ya mwanamme, hata taakhudhu makanaha, mpaka inachukua nafasi yake, fi sufni, katika mfuko maalum wa kokwa. Kuna mfuko maalum, kuna begi maalum laini, ngozi yake, kitu ambacho kishatayarishwa maalum, ikija inakuwa inadakwa tu pap, inaiko tayari pale. Mfuko unafanyika huko pala fulani, inakuja inashuka mpaka inaingia pala maalum. Hiyo ndiyo namna ya jeuri. Basi hapo mtu akiyajua hayo, tena kama hajakubali kuporomoka kasujudu mbele ya Mola wake, amekuwa mjinga mkubwa mno, jeuri mkubwa mno. Haya yote kwa hakika ya kuasi Mwenyezi Mungu, ya kuacha kumwabudu, ni kutokufahamu binadamu ametoka wapi na kafanywa nini. Akiyafahamu hayo, binadamu anakuwa si mkaidi tena, lazima salim amri hapo. Yeye ni katika upuuzi wa mwisho miongoni mwa vitu vya upuuzi, yeye ni katika upuuzi wa mwisho. Na kwa upande wa pili, yeye ni katika miujiza kuliko miujiza. Ni kitu dhalili, na halafu ni kitu kikubwa mno, kidogo mno, chepesi mno, kukifisiri ni mara moja, halafu ni katika kitu cha ajabu sana binadamu.
Wayahbutu almubyad, na yai la mwanamke nalo vile vile linateremka hata yaakhudh makanahu, mpaka huchukua nafasi yake fil haudhi, kwenye hodhi maalum, bijiwari bauqi rahimi, chini jirani kabisa na ule mfuko wa fuko la uzazi. Na mwanamke hapo ndo anaanza naye vile vile kujulikana kwamba huyu ni mwanamke na atakuwa na kiungo chake cha kike, basi baada ya kuteremka lile yai lake na kapala pake. Anasema waqad yahduthu fi ba'dhi al-ahyan, hutokezea baadhi ya pahala, alla tatimma amaliyat al-hubuti hadhihi, isitimie hichi kitendo cha kuteremka vitu hivi, huenda ikawa isitimie kazi hii. Fataqifu al-khusya, hukaa kitako ikasita ile koko ya mwanamme, fi tariqiha, njiani imekwama, haikwenda kukaa pahala pake. Wala tanzilu ila sufni, isiteremka mpaka kwenye mfuko wake maalum. Fatahtaju, hapo tena huhitajia kazi ya kidaktari, ila amaliyatin jirahiyatin, kazi ya upasuaji, lazima pasuliwe. Hatta tasila, mpaka madaktari wenyewe kwa mbinu zao wanaweza kaifanyia, mpaka kenda zake ila wadhiha, ikafika pahala pake, fil mawdhi'i tabi'i, katika pahala pake pa tabia. Binadamu ndivyo anavyoanza hivyo kidogo kidogo. Wakati huo kiasi umuone mwanamke amebadilika hali yake kwa ufalme wa Mungu unompitia kwenye maungo yake, kiasi umuone mwanamke hali yake ilikuwa mbaya sana, kiasi umuone anatapika, anaona kichefuchefu, kakonda sana, damu inampungua kiasi, wakati ule hawezi kula kitu kwa sababu anapita mambo mazito magumu katika mwili wake. Kufinyangwa na kufinyangwa binadamu liko kubwa mno katika mwili wa mwanamke. Haya, ameendelea sana daktari huyu kumjibu Mustafa al-Maraghi, lakini sisi kwa kiasi hicho tu, ili kuithibitisha ile yakhruju min baini sulbi wa taraibi, itakuwa tayari pale kila mmoja kidogo ameweza kusikia kitu maalum. Baada ya adhana ya Aisha tutaendelea na aya zifuatazo. Innahu ala raj'ihi laqadir. Maelezo yanafuatia hapo, hakika yeye Mwenyezi Mungu juu ya kumrejesha kiumbe huyo baada ya kumzibia pumzi akamweka kwenye ardhi, anaapa kwamba ana uwezo mkubwa mno. Kumfufua kiumbe huyu ni kazi ambayo haina matatizo yoyote kuliko ufanyaji huo. Min baini sulbi wa taraibi, amezungumza Mwenyezi Mungu mambo mazito sana, min baini sulbi wa taraibi, na kutokana na proof walioitoa madaktari namna gani mimba hutunga, basi Mwenyezi Mungu anasema kazi kubwa ilipita katika kumfanya binadamu na sio kumleta mara pili. Innahu, hakika yeye Mwenyezi Mungu, ay alladhi qadara ala khalqi al-insan, innahu alladhi qadara ala khalqi al-insani, yule ambaye amekuwa na uwezo juu ya kumuumba binadamu hivyo namna alivyomuumba. Laqadirun, kama umba ibtidaan min hadhihi almadda, kwa kumwanzisha na namna hii funza huyu aliyesukumwa na maji yatokayo katika uti wa mgongo na kwenye mifupa ya kifua, na khalafu umbile lake likaanza namna hiyo. Qadirun, yeye ni muweza, an yaruddahu, kumrejesha mara ya pili, hayyan, akiwa hai, baada an yamuta, baada ya kufa kwake. Hilo jambo nyepesi sana kwa Mwenyezi Mungu, wa huwa ahwanu alayhi, jambo hilo ni rahisi mno kwake. Qadirun, ni mwenye uwezo mkubwa Mwenyezi Mungu, an yaruddahu, kumrejesha mara ya pili binadamu kiumbe wake huyo, hayyan, akiwa hai, baada an yamuta, baada ya kufa kwake. Wa nahwu al-ayati qawluhu, na mfano aya kama hii, innahu ala raj'ihi laqadir, mfano wa aya kama hii, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, waambie Muhammad ya kwamba atauhuisha mfupa huo yule aliyeuanzisha mara ya mwanzo. Pale alipoanzisha ni pazito zaidi. Maneno haya yamejibiwa katika suratu Yasini, baada ya kwenda mtu makaburini akatafuta mfupa mbovu uliovurugika, akamwendea Mtume akamvurugia,
Akamvurugia, akamwambia, basi wewe Muhammad, huachi kudanganya watu wewe, huachi kufuata upumbavu wewe, mfupa kama huu nani atakuwa na uwezo kuuleta mara pili? Wadharaba lana mathalan, na akatupiga sisi mfano, wanasiya khalqahu, na akasahau umbo lake limeanza vipi. Qala, akasema, man yuhyi al'idhama, nani atakayeweza kuhuisha mfupa kama huu, wa hiya ramim, nao ni wenye kuvurugika kutoka unga. Qul, Muhammad waambie, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, atakayeuhuisha mfupa huu ni yule aliyouanzisha kuufanya mara ya mwanzo. Vipi umeanza mfupa? Kazi kubwa. Hata ukawa ni mfupa kitu ambacho kigumu, itabidi upasuaji wake papatikane silaha, kisu maalum, na hali ya kuwa haukuwa kwa mfupa. Vipi umefanyika mpaka kwa mfupa? Ni kazi kubwa sana. Yuhyiha alladhi, atauhuisha yule ambaye anshaaha awwala marra, aliyeanzisha kuwepo mara ya mwanzo. Wa asrahu minhuma qawluhu, na iliyokuja wazi zaidi kuliko aya hizo ni tamko lake Mwenyezi Mungu aliposema, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu, na ni yeye Mwenyezi Mungu ambaye anaanzisha kuumba. Kule kuanzisha kule ndo Mwenyezi Mungu kamtaka mja wake atupe mtazamo kitu kinavyoanza, si katika binadamu tu, hata katika mimea vile vile. Kamtaka Mwenyezi Mungu mja wake, undhuru ila thamarihi idha athmara wa yanaihi, yaangalieni matunda ya mimea wakati ule yanapoanza kupea. Tokea embe yatoka pooza, maua yameanza, halafu ilipotemwa pooza ndugu. Idha athmara wa yanaihi, na mpaka kupea kwake. Pale Mwenyezi Mungu anataka watu watizame mambo ya Mwenyezi Mungu yanayofanyika pale. Na binadamu ndo hivyo hivyo, na kuku ndo hivyo hivyo. Tokea kuwa yeye ni kifaranga kidogo, hata akawa kuku, hata akaweza kutoa yai. Na halafu mnyama vile vile, mbuzi anamfuga mwenyewe mtu, amwangalie vile ambapo anaanza. Pengine tabahatika kumuona mbuzi anavyozaa, amwangalie vile mbuzi aliyekuwemo ndani ya fuko la uzazi baada ya kuzaliwa pale. wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa, ni yeye Mwenyezi Mungu ambaye anaanza kuumba, anakianza kitu kimaumbile. Thumma yu'iduhu, kisha atakirejesha. Wa huwa ahwanu alayhi, na jambo la kukirejesha ni jambo jepesi sana juu yake Mwenyezi Mungu. Thumma bayyana waqta ar-raj'i faqala, kisha kabainisha huo wakati wenyewe wa kurejea kiumbe hicho, akasema wakati wenyewe yatakatokezea hayo, yauma tubla sarairu, siku zitakapohudhurishwa waziwazi siri zote zilizofanywa kwa siri, Mwenyezi Mungu ataziweka uwanjani siku hiyo. Huwa qadirun ala an yu'ida al-insana, kwa maana hiyo Mwenyezi Mungu ni muweza wa kumrejesha mwanadamu ila alhayati, kwenye uhai, fil yawmi alladhi, katika siku ambayo tankashifu fihi alsarairu, zitakaa wazi wazi katika siku hiyo siri zote, tankashifu, zitakashifika. Watatadhihu ad-damairu, na dhamiri zilizokuwa vifuani kabla ya kutamkwa, pengine kuna dhamiri tu zimewekwa, tatadhihu, zitakaa wazi wazi kwamba mtu alikusudia hivi 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 hivi. Haidhuru kaenda msikitini kuswali, lakini katika dhamiri yake moyoni mwake ilikuwa hivi 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 hivi. Ikiwa dhamiri ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, itakuwa wazi pale julikane, na kama ilikuwa si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, siku hiyo kwa hakika siri zote zitakuwa nje. Yauma tubla sarair watatadhihu dhamairu, na kuwekwa wazi dhamiri zote na makusudio. Wayatamayazu tabibu min alkhabith, wayatamayazu tayyibu min alkhabithi, na atapambanuka aliye mzuri kutokana na aliyekuwa mbaya siku hiyo, atajulikana. Fala yabqa fi sariratin sirrun, haitobakia kwenye maficho ya siri yoyote. Bal tanqalibu kullu khafiyatin ila aljahri, bali itageuka kila siri iliyofichwa itakuwa ni kitu ambacho cha waziwazi. Tanqalibu, itageuka kullu khafiyatin, kila siri, ila aljahri, itakwenda katika uwazi. Wala yakunu jidalun wala hujajun, na wakati yatapowekwa wazi mambo hayo, hakutokuwa na mjadala, hakuna atopinga. Kila mmoja atakuwa amenyamaza kimya, anaona leo ndo fedheha, leo kweli imedhihiri, kila kitu kinaonekana. Wala yakunu jidalun, hapatotokezea mjadala wowote wa mtu kukataa, wala hujajun, wala hapatokezea na hoja yote kupinga hayo.
wala yabqa lidhawi al-a'mali, na wala hapatobakia kwa wenye amali zao walizofanya, illa intidharu al-jazai, isipokuwa hapo ni kubaki kimya, wanangojea malipo tu. Hakuna jingine ambalo tulifanya hapo, illa intidharu al-jazai, isipokuwa ni kusubiri malipo, ala ma qaddamu, juu ya yale mambo ambayo wameyatanguliza. Hakuna jingine ambalo watangojea binadamu. Fa imma hululun fi na'imin, imma ni kupelekwa kwenye neema kubwa sana za peponi, wa imma masirun ila adhabin alimin, au jambo la pili ni kwenda kusahilia kwenye adhabu iumizayo. Hakuna jambo la tatu. Wakati mambo hayo yametokezea, fama lahu min quwwatin, hapatakuwa basi kwa mtu huyo min quwwatin, na yoyote mwenye nguvu ya kumsaidia, wala nasirin, wala na mwokozi yoyote kumnusuru. Fala takunu li ahadin quwwa, hapatakuwa kwa mtu yoyote na nguvu, ala al-iflati, ya kuweza kutoroka akakataa hukumu hiyo, mimma qudira lahu, katika yale mambo ambayo yamekadiriwa kwake yeye, jazaa'un, kwamba ni malipo amalihi, wa mambo yake aliyofanya, in kana musian mathalan, kama yeye atakuwa ni mtendaji wa mambo mabaya. Fala takunu li ahadin quwwa, hapatakuwa kwa yoyote na nguvu, ala al-iflati, juu ya kuweza kuponyoka, mimma qudira lahu, katika mambo ambayo yamekadiriwa kwake yeye, jazaa'u amalihi, kama hayo ndiyo malipo ya matendo yake, in kana musian, kama atakuwa yeye ni mtendaji maovu. Wala nasirun, wala hapatokezea mwokozi, yansuruhu, wa kuweza kumnusuru yeye, fayahmihi, akaweza kumhami, mimma hutima an yaqa alayhi, katika yale mambo ambayo yameamuliwa yeye akaingie pahala pabaya. Hakuna mtu yoyote atakayeweza kumnusuru, hata kama ni mtume hataweza kumnusuru mtu ambaye amekwisha hukumiwa kwenda kukaa katika adhabu. Hatosogea mtume yoyote wala malaika yote kuweza kumsaidia. Hataweza kumsaidia yule mwenye amali za kuweza kusaidiwa, ama mwingine hawezi kusaidiwa. Walkhulasatu, na kwa ufupi aya hizi kuanzia pale falyanzur al-insanu mimma khuliqa mpaka kufikia fama lahu min quwwatin wala nasir, marejeo kwa ufupi ni kwamba innal quwwata allati biha yudafi'u al-insanu an nafsihi, hakika ile nguvu ambayo kwa nguvu hiyo anaweza kujitetea mwanadamu nafsi yake yasimfike madhara, imma min dhatihi, nguvu hiyo ikiwa itakuwa ni kwa upande wa dhati yake mwenyewe anaiweza, wa qad nafaha biqaulihi, nguvu hiyo Mwenyezi Mungu ameikanusha, haitopatikana kwa tamko lake, fama lahu min quwwatin, hakutokuwa na nguvu yote ikiwa anayo nafsi yake. Kwa mfano hapa duniani wako watu wana nguvu ya utawala, wana nguvu ya mali, wana nguvu ya ilmu, wana nguvu ya mipango ya rai tu, basi nguvu ile kwa hakika wasaidia kuwavusha mahali mbalimbali. Hutumia pesa zake mtu akavuka pahala pabaya pabaya. Na kwenye pawa ya ufalme, basi inakuwa mtoto wa mfalme, mtoto wa waziri, mtoto wa nani, akimgusi kitu huyo askari aliyomkamata atashikishwa adabu mara moja tu ya kwamba wacha mambo hayo, usiguse, usiingilie. Nguvu kama hii kwa hakika Mwenyezi Mungu anaikataa kabisa, haitakuwepo. Asidhani kwamba mtu ataweza kutumia kipawa chake alichopewa hapa duniani. Ndiyo maana kusema fama lahu min quwwatin, na imekuja kwa tanwini quwwatin, haikuja kwa alif na lam kama ni maarifa, yani nguvu ya aina yoyote, tena kwa yoyote. Fama lahu min quwwatin, hakutokuwa na mwenye nguvu ya aina yoyote, yoyote kwa maana yoyote, si nguvu ya pesa wala ilmu wala ya ukubwa wala ya nini wala ya nini wala ya utoto wa mtume vile vile, haitofanya kazi. Halafu anasema wa imma min ghairihi, imma nguvu hiyo itakuwa si yake yeye, haiko kwake, haiwezi yeye, kuna mwingine. Sasa wakad nafaha biqauli, Mwenyezi Mungu amekataa nguvu hiyo vile vile kwa tamko lake, wala nasirin, wala mwokozi mwingine. Fama lahu min quwwatin, labda itakuwa nguvu ile kwake mwenyewe, wala nasirin, wala itokayo kwa mtu mwingine nusura hiyo. Vitu vyote vile hivi vinakanushwa kwamba havitakuwepo. Ndiyo maana Bwana Mtume akamwambia mwanawe Fatima, ya Fatima ittaqillaha, ewe Fatima mwanangu mche Mwenyezi Mungu, mimi la amliku laki min Allahi min shay, mimi siwezi kumiliki kwako wewe kwa Mwenyezi Mungu, siwezi kumiliki chochote hapa nilipo. Labda nipewe amri na Mwenyezi Mungu muombe fulani, lakini kwa kuwa wewe ni mwanangu usije ukadekea mtoto wa Mtume, mimi utaangamia.
Nabii Nuhu naye vile vile anaambiwa inni a'idhuka an takuna minal jahilin, na kuwaidhi Nuhu usiwe katika watu wajinga wa kumwombea mwanao wakati ana amali mbaya, hata kama ni mtoto wa mtume. Innahu amalun ghairu salih, kilichomfanya aombewe ni matendo, yeye ana matendo ambayo si mema. Fala tasalni, usiniulize jambo mimi Nuhu, ma laysa laka bihi ilmun, ambalo huna ilmu nalo. Inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Wallahu a'lam. Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Inshallah suratu at-Tariq, darasa itakayofuatia tutaingia kwenye aya za mwisho nambari 11 mpaka nambari 17 za sura hiyo. Hiyo inshallah itakuja kabla katika darasa inayofuata. Tunakumbushana michango yetu inaendelea kama kawaida, na kusanyaji utabaki nje ya msikiti baada ya kusali sala Isha. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، وارفعنا ولا تضعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونسألك الجنة ما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم وما قضيت لنا من الأمور فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ذكرنا إذا نسينا وعلمنا إذا جهلنا. اللهم ذكرنا إذا نسينا وعلمنا إذا جهلنا. اللهم ذكرنا إذا نسينا وعلمنا إذا جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله